Ni tatizo ndio limetokea, lakini solution yake inaonekana kuwa ni ngumu sana. Ni mitaa ya Msimbazi, vilio vimeanza kuwa vingi sana. Moja ya eneo nyeti mno uwanjani, eneo la goalkeeping, wameumia wachezaji wawili muhimu, Yakubu Sulaimani lakini pia Musa Kamara Pingping, na urejeo wake utakuwa ni mwanzo wa mwezi wa pili 2026. Hapo katikati mnyama Simba ana mechi za kuamua hatima yake katika ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini bado atakuwa anapaswa kuendelea kuikimbiza ligi kuu ya Tanzania bara, ubingwa ambao ameukosa kwa mara 4 mfululizo. Jina langu ni Florence Renatus, mwenzangu na Loizi Sagara. Tunao majina matatu kama sio manne hapa ambayo yanazaniwa huenda mnyama akaangukia hapo, na yote ni kutokana na kwamba sheria inambana mnyama, inambana mno katika eneo la goalkeeping. Inambana vipi? Ngoja tutakujuza vizuri. Naomba basi nitumie wakati huu kukukumbusha kuhusiana na Jaba Air Solution na mabingwa hawa wa kusafirisha bidhaa zote kutoka Guangzhou China mpaka katika ardhi ya Tanzania. Katika msimu huu wa sikukuu bwana, Jaba wanayo ofa muhimu, na wakasema ofa hii waambiwa tutafute watazamaji wa Dar Sports kwamba yoyote ambaye ana mzigo wake upo China, mwambie tutafute, sisi tuna ofa ya Christmas hapa. Kwa hiyo kama una mzigo wako huko China, naomba nikukumbushe tena ya kwamba watafute Jaba Air Solution, wana ofa yako ya msimu huu wa sikukuu. Isikupite bana. Na kukumbusha tena, ni ofa ya msimu wa sikukuu. Tuna Christmas pamoja na mwaka mpya. Kwa hiyo kama una mzigo huko China, wacheki Jaba Air Solution. Nambari ndo hizo zinazopita hapo chini. Zipo ambazo ziko nchini China, ziko ambazo zipo katika ardhi ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa maana Tanzania. Wewe watafute tu, then watakupa maelekezo mazuri kuhusiana na nini ambacho unapaswa kufanya ili mzigo wako utoke China uje katika ardhi ya Tanzania kwa ofa muhimu. Hii hawajataka kutuambia ni ofa gani, wewe watafute Jaba Air Solution. Kwa wakati huu mimi na Loizi Sagara, ngoja tukakueleze nini ambacho kimetufanya kuwa mbele ya screen yako. Uko vizuri? Ya, tuko safi. Mambo yanaenda vizuri? Safi kabisa. Wakati mwingine nzuri. Video vimeanza kuwa vingi mitaa Msimbazi. Na Arsene Wenger aliwahi kusema ya kwamba moja adui mkubwa sana wa mchezaji au mfanyakazi ambaye anaitwa mchezaji wa mpira wa miguu ni majeraha. Huyo ndio adui mkubwa sana, kama ambavyo ilivyo adui mkubwa sana mwalimu ambaye anafundisha O level au mwalimu wa kiume anayefundisha advanced level au chuo kikuu. Adui yake mkubwa, majaribu yanakuaga mengi sana pale. Sasa moja ya majaribu makubwa sana kwa mchezaji ni majeraha. Of course. Yakubu Suleiman, taarifa ziwafikie watu kwamba urejeo wake ni mwanzoni mwa mwezi wa pili mwaka 2026. Lakini pia the same kwa Musa Kamara Pingping ambaye tayari ameshaanza kufanya mazoezi kidogo kidogo. Naye pia atakuwa fit mwezi wa pili mwaka 2026. Na amebaki golikipa mmoja tu katika klabu ya Simba kwa maana Hussein Abel ambaye hajapata muda mwingi wa kucheza. Mnyama ana game tarehe 23 dhidi ya Esperance Sportive de Tunis kule nchini Tunisia. Baadaye anamrudisha Esperance katika uwanja wa Benjamin Mkapa tarehe 30. Game mbili ambazo zinaiamua hatima ya mnyama kwenda hatua ya robo final klabu bingwa barani Afrika, ukiachana na mchezo kati ya Mtibwa Sugar na KMC wana Singida hapa mbele. Ligi kuu ya Tanzania bara nadhani wanaweza kawa tayari magolikipa wao wameshaanza kurejea kidogo kidogo. Ni pigo kwa klabu ya Simba, na mtu nimemweleza kwamba nimemweleza mtazamaji wa Dar Sports ya kuwa sheria zinawabana Simba. Unaweza kaanzia hapo kwenye sheria Aloizi. Yes, kuelekea msimu huu wa mwaka 2025-26 bodi ya ligi kwa maana ya TPLB walikuja na marekebisho ya sheria kuhusu walinda mlango kwa sababu kulikuwa miaka hivi karibuni kuna kasumba ya klabu moja kuwasajili magolikipa zaidi ya mmoja kwenye klabu yao, kwa hiyo ambao ni wa kigeni. Kwa hiyo wakafanya marekebisho ili kuwalinda walinda mlango wa Tanzania. Jana tumemshuhudia Zuberi Foba akionyesha kiwango kikubwa sana kwenye timu ya taifa ya Tanzania dhidi ya Nigeria. Ni kwa sababu thanks much for Azam FC. Ni kwa sababu Azam FC wamemrea vizuri, wamempa exposure. Jana tumeshuhudia klasi yake. Kwa hiyo bodi ya ligi walikuja na marekebisho ya kwamba msimu huu klabu inaruhusiwa kusajili golikipa mmoja pekee wa kimataifa kwa maana ya kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa hiyo kitazamia Simba hivi sasa walikuwa naye Musa Pingping Kamara ambaye ni raia kutoka nje nchini Guinea, wanaye Hussein Abel ni Mtanzania, wanaye goalkeeper wa vijana ambaye pia saizi amesalia pale pamoja na Hussein Abel, lakini pia wanaye Yakubu Suleiman ambaye pia ni mzawa Mtanzania. Sasa taarifa ya Simba kupata kwamba wamepatwa na wachezaji wawili wakubwa ambao ni magolikipa wote wamepata majeraha hivi sasa, wamebakia na Hussein Abel pamoja na mlinda mlango wa timu ya vijana ya Simba. Kwa hiyo inawalazimu kwenda sokoni kwa ajili ya kuleta golikipa mwingine ambaye wanahisi anaweza akaja kuisaidia Simba kwenye nyakati hizi ngumu. Kwa hiyo kilichopo hivi sasa ndani ya Simba
endapo wataenda kumpata hiyo goalkeeper, hawezi kuwa goalkeeper kutoka nje, na kama atakuwa ni goalkeeper kutoka nje ni either wakubaliane na Musa Pinpin Kamara kuachana naye ili wamuingize goalkeeper mpya kutoka kumuondoa kwenye orodha ya kikosi cha Simba. Yes, kikosi cha Simba, maana yake itambulike huyo goalkeeper mpya wa kigeni anayekuja ndio atambulike kama ndio goalkeeper wa kigeni. Yes, ndio ndani ya kikosi chao na aingizwa kwenye mfumo. Kwa hiyo kuna hiyo ya kwanza, lakini ya pili, option ya pili ni kwamba kama anahitaji kufanya replacement ya goalkeeper kwenye kipindi hiki, basi wanapaswa kumsajili goalkeeper mzawa ambaye yeye hakuna limitation kwamba kuna idadi au kuna nini. Hapana, waende wakachukue goalkeeper mbeni mzawa, aje moja kwa moja aingie kwenye kikosi chao, na magolikipa wazao takuja kuwagusia ambao wanaweza wakaenda ndani ya kikosi cha Simba na wakaingia moja kwa moja na wakawa na msaada mkubwa kutokana na performance ambazo wanazionyesha kwenye timu ambazo wanazitumikia kwa sasa. Bwana, ni Alois Sagara huyo, na ilikuwa ni taarifa ya kwanza, tunasema introduction to the top king, ndicho ambacho amekifanya hapa, kwa maana ya neno ugumu ambao Simba anakutana nao ndio huu ambao tumeelezeana hapa kuhusiana na kwamba mchezaji wa kigeni, kwa maana eneo la goalkeeping unapaswa kuwa na goalkeeper mmoja tu wa kigeni. Kwa hiyo kama Simba anataka kwenda kutafuta goalkeeper wa kigeni, maana yake ni goalkeeper ambaye akifika Musa Kamara jina lake lazima likatwe na asionekane kama ni goalkeeper wa klabu ya Simba. Ni kama mchezaji ambaye anafanya tu mazoezi na klabu ya Simba, kwa maana goalkeeper ambaye anafanya mazoezi na klabu ya Simba ila hatambuliki katika mfumo wa TFF, ndicho ambacho labda Simba wanapaswa kufanya. Lakini vipi kuhusu magolikipa wazawa ambao huenda wana performance nzuri sana, tuseme hivyo, na performance nzuri na wanaweza wakaisaidia klabu ya Simba katika namna moja au nyingine. Mimi nimemuona wa kwanza ni Zuberi Foba kama moja ya mchezaji ambaye anaweza akawa ingizo zuri kwenye klabu ya Simba. Tayari ana experience kuhusiana na michuano ya kimataifa. Amecheza klabu ya Azam, amecheza dhidi ya Maniema kama unakumbuka vizuri, amecheza dhidi ya Wydad Athletic, lakini pia amecheza game dhidi ya Simba Sports Club, right? Na jana amecheza game nyingine nzuri kubwa ambayo pengine ilihitaji mchezaji mwenye experience kubwa sana akawepo pale. Mchezaji ambaye bado ana grow ni Zuberi Foba dhidi ya Nigeria ya Demola Lukman, kina Osman, kina Chikwenzi hawa. So changamoto kubwa ambayo itakuwepo ni Florent Ibenge kumruhusu Zuberi Foba aondoke na performance ambayo tayari kashamuonyesha. Na ukitazamia ndani ya Azam wana magolikipa watatu ambao ni tajika zaidi. Una golikipa Issa Fofana ambaye ni golikipa wa kigeni, una Aishi Manula ambaye umri wake tunasema ni maji ya jioni, lakini una Zuberi Foba ambaye ni damu changa. Utayari wa Azam au ugumu wa Azam kutotaka kumwachia Zuberi Foba ni kwamba ukitazama kwenye mlolongo wa magolikipa ambao wako nao, Zuberi Foba anaonekana ndio kuwa golikipa mwenye umri mdogo lakini very potential. Kwa hiyo kutakuwa na ugumu wa Azam kukubali kumwachia mlinda mlango kama Zuberi Foba kwa age yake, kwa uwezo wake ambao uko nao hivi sasa, ni golikipa mzawa. Kwa hiyo kuna factors nyingi zaidi ambazo unaziona kwamba kuna ugumu zaidi Simba kumnyakua Zuberi Foba kutoka Azam FC kwenda ndani ya Simba au hata Azam mwenyewe kukubali kumwachia, kwa sababu golikipa kigeni Issa Fofana ndio yuko pale top goalkeeper, uwezi kumtoa hapo. Aishi Manula na experience ya kutosha, golikipa mzuri, lakini umri wake umesogea, halafu una mkononi na mtu kama Zuberi Foba ambaye ni golikipa ambaye ana kiwango kizuri na umri wake bado ni mdogo. Kwa hiyo ugumu utaanzia pale kwa kocha. Umezungumzia kuhusu Florent Ibenge kwamba na kitu kizuri zaidi, kabla ya kuja Azam FC kuna statement ilitoka ya kwamba kocha wa Azam anekuja Florent Ibenge ametoa mahitaji yake na amesema wasiache wachezaji wengi sana awafanye nao kwanza kazi ambao hatoridhishwa nao, mwenyewe ataamua kwamba huyu naachana naye, huyu sitamhitaji, sitamtumia. Kwa hiyo kama Zuberi Foba yupo, umezungumzia michezo ya kimataifa, mchezo dhidi ya Wydad, mchezo dhidi ya Wydad Maniema Union ya DR Congo, kacheza jana mchezo wa timu ya taifa dhidi ya Nigeria, ameonyesha performance kubwa kwenye michezo yote miwili. Kwa hiyo naona kuna ugumu ambao Simba anaweza kukutana nao kwenye kutaka kumchukua mlinda mlango kama Zuberi Foba, ila kuna magolikipa ambao ninaona Simba akiingia hata leo kesho tunamshuhudia tayari ametua ndani ya Simba. Pale Singida Black Stars kuna Metacha Mnata. Metacha Mnata ni golikipa mzuri, ni golikipa ambaye pia ana experience ya kutosha kwenye michuano ya kimataifa. Ameshiriki baadhi ya michezo akiwa na Yanga, kuna baadhi ya michezo ameshiriki akiwa na Singida Black Stars. Lakini ukienda pale Pamba Jiji kuna golikipa anaitwa Yona Amos, ni golikipa mzuri sana pia, na wote hawa ni wazawa. Kwa hiyo ninasema availability yao inaweza ikawa ni rahisi zaidi kukubaliwa na kujiunga na Simba kuliko maybe kwenda kwa Zuberi Foba ambaye naona mazingira yanaweza yakawa magumu kidogo, na wanapaswa kumpata goalkeeper ambaye amepata game time ya kutosha sana kucheza, kwa sababu hahitaji kuja kumpata goalkeeper ambaye
watahitaji kuanza kumpa fitness wao ndani ya kikosi, kwa sababu umezungumzia tarehe 23 ni kesho kutwa Januari, sio siku nyingi. Kwa hiyo Simba wanapaswa kumpata goalkeeper ambaye wanamsajili moja kwa moja anaingia kwenye kikosi cha kwanza cha klabu yao, tayari ana fitness, sio afike pale aanze kuitafuta fitness kwenye michezo migumu ya kimataifa. Umetaja hapo Esperance de Tunis mara mbili wanaofuata ugenini, alafu wanakuja kucheza nao tena nyumbani. Kwa hiyo anahitaji kupata goalkeeper ambaye ni ready player, yani ready player ambaye anaweza kuja ndani ya kikosi na kuingia moja kwa moja na kucheza. Sawa, anaweza kuingia kwenye kikosi akaingia moja kwa moja na kuanza kucheza. Aloisi Sagara huyo. Mimi kuna kitu ambacho Aloisi nimekinoti kutoka kwenye klabu ya Simba. Inawezekana katika muda ambao wanapaswa kuwa makini sana ni sasa hivi, kwa sababu moja ya eneo nyeti sana uwanjani ni eneo la goalkeeping. Na niwahi kuzungumza na kusema ya kwamba goalkeeper bora anapokuwa uwanjani huwa anaongeza confidence kwenye timu nzima. Sawa Ndio maana distance unaoiona inakuwepo kati ya defensive lineup pamoja na goalkeeper mwenyewe huwa inachangiwa na ubora wa goalkeeper. Yaani ile distance ambayo mnampa goalkeeper inachangiwa na ubora wa goalkeeper, kwamba wachezaji wana confidence kuhusiana na footwork ya goalkeeper wao na uwezo mzima wa mchezaji, kwa maana uwezo mzima wa goalkeeper wao. That's why unawaona hata wakiwa wanaanzisha build up wana stretch zaidi kwenda pembeni. Ukipangalia katikati panakuwa wazi, lakini yeye goalkeeper ndo anastand kama mchezaji wa tatu katikati, wakati namba 6 anakuwa juu. Ndivyo ambavyo sasa hivi recently modern football watu ndo wamekuwa wakianzisha build up zao. Sasa kile kitendo cha kuona wachezaji wana stretch kwenda pembeni, kwa maana fullbacks wanaenda pembeni, I mean center backs unaona wanaenda pembeni kwa sababu fullbacks washasogea mpaka katikati. Alafu katikati goalkeeper ana stand, yeye mwenyewe afu juu yupo namba 6. Maana yake ndio confidence hiyo tunaoizungumza kuhusiana na yule ambaye unamuona langoni, ujue wanamwamini sana. Lakini kama unaona wachezaji wanaanzisha build up lakini wanakuwa very compact, kwa maana ya wapo karibu ila build up ndio imeanza hivi. Sio, unanielewa kwamba center backs wapo karibu na goalkeeper, fullbacks hawaja stretch sana pembeni, namba 6 kasha drop sana chini. Maana yake ila goalkeeper ndo ana mpira ndo anaanzisha mashambulizi. Kuna kitu pale unakisoma kwamba yes, hii timu inaanza vizuri mashambulizi, lakini hawana sana confidence kuhusiana na goalkeeper wao, kwamba hata in case imetokea wameporwa mpira, basi unaona ni inawezekana sawa ile incident ikaweza ikawagharimu. Lakini vipi kuhusu footwork yake kipindi cha uanzishaji wa mashambulizi? Ni vitu vingine ambavyo unavisoma kupitia tu namna ambavyo timu inaanzisha build up. Niliangalia jana kwenye mechi ya Taifa Stars dhidi ya Nigeria, Gamondi alikuwa na aina mbili za build up. Moja alikuwa anaanzisha mipira mirefu na build up yake ilikuwa ina depend na tempo ya mchezo imekaa vipi. Wakati ambao game ilikuwa inaonekana kuwa cool, ulikuwa unaona timu ya taifa kwa maana Zuberi Foba, Baka pamoja Baka pamoja na Mwamnyeto wame stretch pembeni, Nova ameshuka chini kuja kuchukua mpira. Unaona kuna space, kuna distance kidogo wameiacha kati ya wao pamoja na Foba, lakini pia center backs pamoja na Foba, lakini pia na nambari 6. Kitu ambacho kwa kinatokana tu na tempo ya mchezo. Ila kuna muda ulikuwa unamuona Foba anaanzisha mipira moja kwa moja kwa maana ya kuipeleka mbele, jambo ambalo Nigeria walikuwa wananufaika nalo sana. Sasa kupitia lile kuna kitu nikakiona kwamba Foba ni mchezaji ambaye anaongeza confidence kwa center backs. Kwa maana anapokuwa uwanjani kunakuwa hamna shaka ya aina yoyote kwamba kila mchezaji ana imani na yule ambaye yuko langoni. Umeona kwa Young Africans mbele ya Djigui Diarra, umeona kipindi Musa Kamara yupo golini, lakini pia kipindi Yakubu yupo golini, ulikuwa unaona wanafanya hiki kitu. Sasa ukirudi kwa Simba unatamani kuwauliza kitu kwamba kuna baadhi ya sajili mmekuwa mkizifanya zimekuwa hazina impact. Sasa hivi inawezekana ukawa ni hichi mtakachoenda kukifanya ikawa ni hakimu sahihi wanyie hatima yenu katika baadhi ya mashindano ambayo mnaenda kucheza, hasa ligi ya mabingwa barani Afrika. Mnapaswa kwenda kutafuta goalkeeper ambaye ni bora, ambaye kashapata game time kama ulivyoweza kuelezea vizuri, ana experience kuhusiana na, yani angalau ana experience. Yani sababu timu anaenda kucheza ina pressure. Yani kwa nini tunasema anapaswa awe na experience? Kwa sababu timu anaenda kucheza ina pressure. Sio Azam hii, wala Singida Black Stars, wala Tabora sijui, wala timu zingine. Ni Simba Sports Club ambayo ina game 2 za kimataifa imepoteza. Ina game ya mwisho ya ligi kuu imepoteza. Kwa hiyo ni enemies, lazima akija awe na experience kidogo ili kuweza kuisaidia kurescue team kwa baadhi ya incidents ambazo zinabaki yeye na wapinzani. Unajua kuna moment ambazo
center backs wanashindwa kuziamua. Ndio maana unaona ile una ile center backs anaenda kufanya marking, alafu mchezaji akishampita ananyanyua mkono juu kwamba yes I surrender, you can go. Kwa nini? Kwa sababu kuna ile confidence anayokuwa nayo mchezaji, kwa maana center back kwamba na kuruhusu wewe upite. Kwa nini? Kwa sababu naofia nikitenda madhambi itaweza ikawa ni adhabu kali kwa upande wetu, maybe penalty au mimi nikapata kadi nyekundu. Lakini nakuruhusu upite pia kwa sababu nina imani na yule ambaye yupo langoni. Unarejea baadhi ya moments ambazo Foba jana aliweza kuzifanya. Kwa hiyo unahitaji goalkeeper wa namna hiyo, kwamba kuna baadhi ya moments ambaye yeye ndo anapaswa kuibuka kuwa shujaa. Sasa sijajua scout wa Simba, kwa sababu yule the last time yule jamaa yule mzungu ndo kwa scout wa Simba ali step down, alikuwa anaitwa Mels Medo, ali step down. Sijajua scout wa Simba kwa sasa ni nani, lakini vipi kuhusu technical director wa klabu ya Simba katika kutafuta goalkeeper ambaye ni bora, na kama wanahitaji goalkeeper bora manake ambaye anatoka nje, tumekuwa tukiamini hivyo. Unaona tatizo lingine tulilonalo, tunaamini kwamba goalkeeper bora yule ambaye anatoka nje ya Tanzania, si ndio? Ndio hiyo ndio changamoto kubwa ambayo tuko nayo leo. Lakini kuna magolikipa bora, tunaiona Amos anacheza Mashujaa sasa hivi, ndo anaongoza na clean sheet 3, si ndio? Ana clean sheet 6. No, Eric Johola ana clean sheet 6 Mashujaa. Pamba Jiji ndo wako na Yona Amos ana clean sheet 3. So maybe wanaweza wakawa ni wachezaji wazuri, lakini changamoto inaweza kaa tu kwenye issue experience. Lakini ukija kwa Metacha Mnata, yes ni goalkeeper mwingine mzuri ambaye yeye issue experience kimataifa hatuwezi tukanani sana, maybe kama hajapata muda sana kucheza hizo game za kimataifa. Lakini ukija kwa Young Africans wana Butwali Bumsheli, mbona hatujamzungumza? Mchezaji ambaye naye pia wanaweza wakapewa kitu ambacho ni kigumu kwa sababu kwa Yanga wana wachezaji wawili, achana na Jigi, wana Msheri, wana Abubakar Komeni. Wote ni wachezaji wazuri, magolikipa bora kabisa. Vipi kuhusu mmoja, kwa maana ya Simba wakienda waka approach hata mmoja kati ya Komeni na Butwali Bumsheri? Bado wanaona ni ngumu sana. Ni ngumu. Kwa nini? Basi tu ni ngumu, yani kutoa moja ya silaha zao kuzipeleka Simba, kitu kigumu sana. Ila nishakutajia availability ya wachezaji ambao Simba akienda hata kesho wanawachukua. Yona Amos Pamba Jiji, Metacha Mnata Singida Black Stars, na mwongeza na huyu wa Mashujaa Eric Johora. Yes, au ni wanaona ni availability ya goalkeepers ambao Simba akienda hata kesho anaweza kuwapata. Na nilizungumza kitu kuhusu Simba kuamua kuachana na Kamara. Pengine kuna mtazamaji ameshangaa kidogo, lakini namrejesha kwenye scenario ya Ayub Blackred kipindi anaondoka ndani ya Simba. The same scenario kwamba amepata majeraha, amejiuguza, klabu ikashindwa kumvumilia, ikaamua kuachana naye, akaingizwa Pinpin Kamara. Yani kuingia kwa Pinpin Kamara ilikuwa ni results ya Ayub Blackred kupata majeraha ndani ya Simba. Wakaenda nje kumchukua Kamara kutoka Holoya ya Guinea kuja ndani ya Simba, na akafika ndani ya Simba. Tumemwona, tumemshuhudia mpaka finali ya kombe la shirikisho, kafanya vizuri. Ukizungumza miongoni mwa magolikipa wa kigeni ambao wako kwenye ligi yetu, utamtaja Djigui Diarra, utamtaja Obaso G wa Singida Black Stars. Huwezi kumwacha pia Musa Pinpin Kamara ndani ya Simba. Kwa hiyo Simba pia wanaweza kufanya maamuzi magumu. Kama tunahitaji klasi ya golikipa ambaye tuna uhakika haji kubahatisha au haji kutafuta uzoefu kwenye michuano ya kimataifa kupitia Simba, tunaachana na Kamara, tunasajili golikipa hata kama ni wa mkopo pia kwa miezi 6. Kuna vilabu ambavyo vina magolikipa wazuri sana barani Afrika. Kuna mlinda mlango wa timu ya taifa ya Botswana kaonyesha kiwango kizuri sana. Golikipa wa Komoro, japo yule anacheza Ufaransa, ni ngumu zaidi kumtoa Ufaransa kumleta Tanzania, lakini kuna vilabu ambavyo viko Afrika vina magolikipa ambao ni outstanding players kwenye nafasi zao za langoni, wamekuwa wakifanya vizuri. Kwa hiyo Simba wanaweza kufanya maamuzi magumu. Sasa wakifanya maamuzi magumu maana yake Kamara hatocheza msimu mzima. Miezi 6 yake anakaa nje tu, anafanya mazoezi kawaida, lakini muda wao umepata replacement ya golikipa ambaye hawana naye mashaka, kwa sababu leo hii sitaki kuamini. Tutaendelea hapa tumalizie. Sitaki kuamini kama kuna golikipa anaweza akasajiliwe tu tunakupa ofa miezi 3. Miezi 6. Ni miezi 6. Nusu msimu. Huo ni nusu msimu. Maana yake mkimpa nusu msimu, huyu mmoja lazima mweke pembeni. Ndo kwa mdoa atasubiri. Kwa mfano scenario ya Yanga, Atola kwa Siao yuko wapi? Atola kwa Siao na Frank Asink ilikuwa ni kwamba wakati tunamleta Asink tunamuondoa Atola kwa Siao kwenye mfumo wa Yanga kwenye orodha ya wachezaji wetu msimu huu, lakini dirisha dogo na maanisha mwezi Januari, kama unavyoona saizi Atola kwa Siao ameshakuwa fit, anafanya mazoezi na first team kila kitu. Kwa hiyo kinachofuata ni kwamba Asink ataondolewa
ataingizwa, atoula kwa yao. Ulikuwa pia ni mkopo wa muda mfupi, miezi 6, asinki kutoka Singida Black Stars kuja kwenye kikosi cha Yanga. Kwa hiyo hata kwa Simba pia unaweza kufanya hivyo, tukapata goalkeeper ambaye ni top class goalkeeper, tukamleta wa kigeni, tukamwondosha Pinpin Kamara, miezi 6 ikiisha tunamrudisha, yule tuliomchukua kwa miezi 6 tunamrejesha alikotoka. Bana, ni moja mtihani mzito sana ambao klabu ya Simba wako nao. Yaani ni moja mtihani ambao kwangu mimi tactically kiufundi, yani naona ni moja mtihani mzito sana. Wanapaswa sana kutuliza akili na vichwa vyao kufanya maamuzi ambayo yatakuwa ni sahihi. La sio hivyo inawezekaja kuwa ni kilio hapo mbele. Na dabi iko mbele mwezi wa 3. Kwa maana ya mwezi wa 3, lakini tayari magolikipa wao watakuwa wamesharejea. The question is, nani ambaye anapaswa kuirescue team kwa kipindi hiki kabla ya magolikipa hawa kurejea? Kuna shabiki atakuwa amemkumbuka Katolo Ali Salim. Hata Aishi pia mimi niko na bado ana nafasi ya kusalia Simba. Unajua uwezi ukabaki na juniors ukaondoa senior. Aishi Manula ndani ya Simba alikuwa ni senior. Ngumu pia kwa jinsi alivyoondoka. Bwana, nakushukuru sana wewe uliokuwa pamoja na sisi. Ilikuwa ni mimi Florence Renato, wenzangu alikuwa ni Aroize Sagale. Of course ilikuwa ni moja story ambayo ndani yake kidogo kuna vichembe fulani hivi vya kusisimka, kwa sababu watu ambao wanaujua mpira vizuri, ambao wameusomea lakini pia wameucheza, wanayajua haya ambayo wanapitia Simba Sports Club kwa sasa hivi. Aliyesimamia mchongo mzima, tumeng'ara tumependeza, sio mwingine ni mtaalamu wa hizi kazi, anaitwa Mr. Paco. Nadhani tena mpaka wakati mwingine insha Allah.